Ya Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki tena. Karibu kwenye kipindi hiki tupate kutafakari jambo hili moja. Hii taarifa ni ya muda kidogo, lakini niliona na sikupata muda vizuri wa kuifuatilia kuhusu huyu kijana wa Korea Kaskazini ambaye anafahamika kama kwa jina la Young-hoon Kim, kijana wa Kikorea wa Korea Kusini ambaye pia anashikilia rekodi ya kuwa na IQ kubwa zaidi duniani, akifunga kwa alama 276. Alithibitisha uwezo wake wa kiakili kupitia majaribio mbalimbali ya akili na kufanikiwa kuwa sehemu ya taasisi kadhaa za kimataifa ambazo zinahusika na watu wenye akili kubwa sana. Pia yeye ni rais wa United Sigma Intelligence yani Association. Pia ni mshauri wa baraza la michezo ya akili duniani. Pia huyu ni mshauri wa mashindano ya kumbukumbu duniani. Pia huyu katika mojawapo ya mahojiano yake au katika mojawapo ya interview zake, kijana huyu mwenye IQ kubwa duniani amesema kwamba yeye anaamini kwamba Yesu Kristo atakuja katika kizazi hiki. Yani yeye anaamini kwamba Yesu Kristo atakuja katika kizazi hiki. Anatoja kuwa pia anauelewa mkubwa wa mambo ya sayansi pia na dini, na mara kadhaa anaonekana kutumia ujuzi wake wa sayansi kuunga mkono imani yake ya Kikristo. Kwa katika moja posti yake, Kim alisema kuwa kama mwenye IQ na rekodi ya kuwa na IQ kubwa duniani, anaamini kwamba Yesu Kristo ni Mungu, njia, kweli na uzima. Pamoja nao pia anaamini kwamba Yesu Kristo atakuja katika kizazi hiki. Sasa pamoja na ufahamu wake wa juu sana wa kuwa na akili, ameonekana akitumia hiyo sayansi na uwezo wake wa akili katika kuunga hoja au katika kuunga mkono imani yake ya Kikristo. Sasa nataka ukisema ni nini? Ukiangalia maelezo yake, huyu Kim anasema kwamba yeye anaamini Yesu Kristo, Yesu yani atakuja katika kizazi hiki. Na ukirejea kwenye maandiko, ukisoma Biblia yako vizuri, kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 24, Yesu Kristo yeye mwenyewe amesema kwamba kizazi hiki hakitopita hata hayo yote yatakapotimia. Yesu mwenyewe alisema katika Injili ya Mathayo sura ya 24 kwamba kizazi hiki hakiwezi kupita mpaka hayo yote yatakapofanya nini? Yatakapotimia. Kwa hiyo sasa unakuja kugundua kwamba huyu Kim ambaye ana IQ kubwa hakukosea, na inaonekana kweli mtu anayefuatilia Biblia, kwa sababu hata Yesu mwenyewe katika kufundisha kwake alisema kwamba kizazi hiki hakitopita mpaka hayo yote yatakapofanya nini? Yatakapotimia. Kwa hiyo kwamba unakuja kugundua kwamba nabii zilizotabiriwa na kuandikwa katika maandiko matakatifu ni lazima zitimie. Kila kitu kilichoandikwa katika maandiko matakatifu lazima kitimie. Sio isema kwenye Mathayo sura 24 mstari wa 34 akisema, amini nawaambia kizazi hiki hakitapita hata hayo yote yatakapotimia. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Kwa unakuja kugundua kwamba neno la Mungu ni kweli na hakika. Sasa unakuja kugundua kwamba kizazi kinachozungumziwa ni kipi? Ni baada ya mtini kuchipuka, yani kwa maana nyingine baada ya taifa la Israeli kuzaliwa. Iko baada ya taifa la Israeli kuzaliwa, toka limezaliwa mwaka 1978, kizazi hiko hakitopita. Ndio maana Yesu anasema kwa mtini jifunzeni. Kwa tunapojifunza kwa mtini, na Yesu akisema kizazi hicho kutoka kwa mtini hakitopita hata yote yatakapotimia. Kwa sasa huyu kijana Kim mwenye IQ kubwa duniani, na yeye katika posti zake akasema kwamba katika utafiti wake na katika kuchunguza kwake na katika kusoma kwake, kama mwenye IQ anayeshikilia rekodi ya IQ ya mtu mwenye IQ kubwa duniani, amekuja kugundua kwamba na yeye kwamba Yesu atarudi katika kizazi hiki. Maandiko yanatuambia kizazi hiki hakitopita. Kizazi kipi? Kutoka kwa mtini ambao tunajifunza kupitia taifa la Israeli kwamba hakitopita mpaka yote yaliyoandikwa katika kitabu hiko katika Torati na manabii yakitopita mpaka yote hapo yatakapotimia. Kwa hiyo sasa nakuja kugundua kwamba tupo katika nyakati ambazo
ni za jioni, ni nyakati ambazo ni za salama, ni nyakati ambazo kila mtu anatakiwa kujiweka tayari na kujiandaa. Sasa haya yote haya yatatokea na yatatimia, iwe unaamini au iwe hauamini. Haya mambo yote yaliyoandikwa humu katika kitabu hiki kitakatifu cha Biblia lazima yatatokea. Wapo watakao yaona, wapo ambao hawatayaona, kwa sababu huenda utakuwa muda huo Mungu amekwisha kuwaita mbele za haki, au atakuwa bado wapo watayaona. Kwa hiyo sasa, na Yesu akasema kwamba mbingu na nchi itapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Kwa mimi ninakubaliana na huu mtazamo huu kijana, kwa sababu ndivyo maandiko yanavyosema. Kwa hiyo kama ni mtu anayesoma Biblia, huyu kijana ameweza kugundua. Nashangaa wewe ambao unasoma Biblia na bado haujagundua. Kwa inabidi ufuatilie sana, ujue kwamba tupo katika nyakati za mwisho, na ujiandae na ujiweke tayari, kwa sababu saa yoyote usiyoizani Yesu anakuja. Amen.